Karibuni katika kipindi chetu. Mada yetu muhimu kabisa katika mwezi huu wa tatu, ambayo mada inabeba dhana hii: KCDE, yani Taasisi ya Maendeleo ya Kuendeleza Mazingira ya Kilimanjaro, na ukijanishwaji wa mlima Kilimanjaro. Ukijanishwaji huu ni wa daima, lakini kwa namna ya pekee kabisa katika mwezi huu wa tatu, kwa vile ni mwezi unaoonyesha kuna dalili za mvua na mvua zimeanza. Lakini kwa namna ya pekee huwa naweka msisitizo pia katika kuadhimisha sikukuu yangu ya kuzaliwa ambayo ni tarehe 28 mwezi wa tatu kila mwaka. Naomba nianze kwa utangulizi. Kwa nini tujali kukijanisha Kilimanjaro? Kwa nini tujali kuhifadhi mazingira ya mlima Kilimanjaro? Kwa hiyo swali ni kwa nini? Je, inatuhusu? Mosi, ni wajibu wa kila kiumbe, ambao sisi ni viumbe. Mungu ametuumba, sisi ni viumbe, akatukabidhi, na tunasoma hili katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Mungu akawakabidhi wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, bustani ya Edeni, wailime na kuitunza. Sio tu kuikalia na kuitunza, yani kuijali na kuiendeleza. Ni wajibu basi wa kila kiumbe, hasa mwanadamu aliyepewa akili na utashi na muumba wake. Hatuwezi kuwaambia wanyama watunze huu ulimwengu, wanyama ambao hawana utashi, hawana akili kama sisi wanadamu. Pili, ni wajibu sio tu wa kibinadamu wala wa kiserikali, bali ni wa kila mnufaika wa rasilimali maji, rasilimali hewa, rasilimali chakula, rasilimali kuni, rasilimali zozote tunazoziona, miche, miti ya dawa na kadhalika. Tatu, ni wajibu wetu sisi sote ili kuandaa kesho iliyo njema zaidi kwa vizazi vijavyo. Labda niwaulize, wewe unayenisikiliza, wewe unayeniona, ni kiasi gani umejali dunia ulioikuta ikiwa nzuri, na utaiachaje? Swali la msingi kabisa. Wewe na mimi tunaiachaje? Vijana siku hizi ukikutana nao, basi ukiongea nao wanakuambia, "Father, unatuachaje?" Sasa wewe na mimi tunawaachaje vizazi vijavyo vya wanadamu, vya mimea, vya wanyama, katika hali ambayo tumeikuta? Tumekuta dunia ikiwa mali bora zaidi kuliko sasa hivi, na tunawaachaje hao kwa vizazi vijavyo? Naomba nianze na kweli chungu. Wazungu wanaita bitter truths, kweli chungu. Kwanza, taarifa za kisayansi duniani kote zinaonesha kuwa mwezi Februari mwaka huu 2026 joto liliongezeka takribani nyuziridi 1.50 ukilinganisha na viwango vya kabla mageuzi ya viwanda. Kwa hiyo mwezi huu duniani kote, mwezi uliopita samani, mwezi wa pili mwaka 2026, joto liliongezeka. Hizi sio hadithi, hii ni sayansi, huu ni utafiti, huu ni utaalamu, huu ni ukweli, lakini ukweli mchungu. Pili, hewa hatarishi za ukaa ziko nyingi. Kuna inayoitwa kaboni CO2, carbon dioxide, kuna inayoitwa methani, CH4. Zimeongezeka kwa kiwango kikubwa na hatarishi katika dunia, hasa kuanzia mwaka 2000 hadi sasa. Kwa hiyo kwa miaka 26, hewa nyingi za ukaa, wataalamu wanaita pia greenhouse gases za aina mbalimbali, ziko za aina mbalimbali, zimeongezeka zikaenda kukaa na zinatapakaa katika tabaka la juu kabisa la uumbaji ambalo linaitwa atmosphere, tabaka hewa. Ukishuka chini unakuta tabaka la viumbe, biosphere. Ukishuka chini zaidi, tabaka maji, hydrosphere. Chini kabisa ndo unakuta tabaka mawe, madini, lithosphere. Sasa hewa hiyo imeongezeka sana na inakaa kwa vizazi na vizazi. Inaweza kukaa miaka 200, 300, haiondoki. Ikienda majini pia haiyeyushwi haraka. Kwa hiyo hewa hiyo au aina hizo za hewa zimeongezeka
kwa kiasi kikubwa katika dunia katika miaka hii 26 kuliko, na hii tuelewane vizuri, kuliko hewa ya ukaa ambayo ilikuwa duniani kuanzia miaka ya mageuzi ya viwanda hadi vita vya pili vya dunia mwaka 1945. Kwa hiyo miaka 26 imekuwa ni kubwa kuliko miaka ya nyuma, rudi miaka 200, 300. Kwa hiyo miaka 26 hii imekuwa ni balaa katika ongezeko. Kwa nini? Mwanadamu ameendelea kuongeza viwanda, kuongeza njia za usafiri, meli baharini, ndege angani, magari nchi kavu. Kwa hiyo hewa hiyo imeongezeka sana, na zipo athari nyingi za kuongezeka kwa hewa ya ukaa duniani. Ya kwanza ni ukame. Wakati wa ukame unakuwa mkubwa kabisa, lakini pia kuna wakati wa kinyume cha ukame, mafuriko. Ukame wanaita kitaalamu La Nina, lakini wakati wa mafuriko unaitwa kwa kitaalamu El Nino. Na tunaona hata sasa hivi kuna mvua sehemu nyingi zinanyesha kwa wingi, si kawaida na si vizuri, zinaharibu miundombinu, zinaleta maafa ya wanadamu, viumbe na kadhalika. Kwa hiyo kuna ukame ambao pia unashabiana wakati mwingine na mafuriko. Kuna upungufu wa maji wakati wa ukame. Kuna magonjwa mengi yanayosababishwa pia na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamefikia kiwango kikubwa sana kipindi cha miaka 26 iliyopita duniani kote. Na magonjwa hayo hata hapa mkoani Kilimanjaro kuna kitu kinachoitwa siku hizi malaria ya milimani, kitaalamu wanaita highland malaria. Kwa nini? Miaka 40-50 iliyopita sehemu za milimani kulikuwa kuna ubaridi. Kwa hiyo wale hawa mbu wasingeweza kuishi kule, kuna baridi. Lakini leo hii joto limeongezeka mpaka kule Kinapa, mpaka wapi kule juu kabisa kule, sehemu zile zilikuwa za baridi, Machame, Kibosho, Kilema, Rombo kule juu kabisa kumeongezeka. Kwa hiyo kuna malaria, ugonjwa wa malaria ambao ni ugonjwa umejitokeza kwa namna mpya ya kwamba malaria ilikuwa tu ni kwenye lowland, kwenye sehemu za tambarare, pwani, sijui mjini, Moshi na kadhalika. Kwa hiyo kuna magonjwa hayo, lakini kuna kupungua kwa uzalishaji wa chakula kutokana na kwamba mvua zinapokuwa chache, wakulima hawawezi kupata mazao kama wanavyotarajia. Lakini pia kuna msongo wa joto kitaalamu tunaita heat stress. Watu wamekuwa stressed na joto, watoto wadogo, watu wazima, vijana, na magonjwa pia yatokanayo na ongezeko la joto, high blood pressure ya juu, zaidi ya juu na hata ya chini. Lakini kuna migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Wafugaji wanagombania malisho kwenye mashamba ya wakulima, na hiyo ni vita tunasikia kila mara sehemu mbalimbali katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Kuna uharibifu wa miundombinu wa madaraja haya yamejengwa kwa fedha za mikopo, kwa fedha za wananchi, kodi ya wananchi, na madaraja haya yanapoharibiwa bila sababu, yani sababu ni kwamba kuna ongezeko la athari za mabadiliko ya tabia nchi, basi mabadiliko haya ya uharibifu wa miundombinu ni hasara kwa kizazi kilichoko, kwa serikali iliyoko, kwa wananchi walioko, kwa vizazi vijavyo, kwa vile ni kodi, ni mikopo hiyo. Serikali haiwezi kufanya kila kitu bila kukopa pia. Kwa hiyo mvua zinapokuwa nyingi kabisa ni hasara kwako na kwangu na kwa serikali na kwa vizazi vijavyo. Kuna uharibifu wa maisha pia, nyumba, makazi. Tumeona sasa hivi makazi mengi, nyumba zinaezuliwa na vimbunga. Kwa mfano kule mkoa wa Rukwa mara nyingi tunasikia hilo, kule sehemu za Sumbawanga, Kigoma, wapi tunasikia mambo kama hayo ambayo hayana afya katika makazi na maisha na mustakabali wa wananchi, na hasa nchi maskini kama Tanzania. Lakini kuna pia vitendo vya ukatili kwa wanawake. Tunapokosa mvua, tunapokosa maji, wanawake wanaweza wakatoka asubuhi kwenda kutafuta maji kilomita 10, kilomita 15,
Njiani humo kuna hatari za udhalilishwaji, kuna hatari za wanyama wakali na kadhalika. Kutafuta maji, kutafuta kuni, kutafuta chakula na kadhalika. Lakini kuna kuongezeka kwa umaskini. Ndio maana athari za mabadiliko ya tabia nchi, tunaposikia mvua zimeleta mafuriko, ukame umekausha mazao, kinachoendelea pale, kitakachojiri pale ni umaskini. Umaskini, 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 umaskini. Umaskini wa kipato, umaskini wa ubunifu, umaskini wa kitaaluma. Watoto wanaposhindwa kwenda shuleni au walimu wanashindwa kufundisha vizuri kwa vile shule imezuliwa, pale imevunjwa, wanafundishwa chini ya mti au chini ya sijui pale linalovuja, basi akili haitapanda. Kwa hiyo kutakuwa kuna umaskini wa kitaaluma na kielimu. Sasa taasisi yangu ambayo inaitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment ina mikakati makini kila mwaka ya kukijanisha mkoa wa Kilimanjaro na Tanzania. Na ndio maana kwa namna ya pekee kabisa nafungua zoezi hili kwa taasisi yangu ya KCDE kwa kuanza kuhamasisha, la kwanza, miti ya siku ya kuzaliwa, birthday trees. Mwaka jana zoezi hili lilifanikiwa na tulishirikiana sana na taasisi zisizo za kiserikali, taasisi za kiserikali, taasisi za dini, wadau mbalimbali, tukaweza kuotesha miti mingi kabisa. Kwa hiyo kwa miaka hii tangu taasisi hii imeanzishwa, miaka takriban 4.5, taasisi hii imekuwa ikijikita katika kugawa miche ya miti bure na kuhamasisha na kutoa elimu. Lazima elimu. Unaweza ukagawa miti bure ukawa kama unagawa tu kitu ambacho watu haelewi hivi maana yake nini. Lakini kwa nini watu waoteshe miti? Ndio dhana kubwa ambayo naitoa. Kwa hiyo tumekuwa tukiotesha miti zaidi ya 4 milioni. Kwa hiyo tunatoa elimu endelevu, KCDE inatoa elimu endelevu. Tunatoa machapisho makini na ya kitaalamu katika semina, warsha, tafiti kwa makanisa, misikiti, serikali na kadhalika. Na kwa mwaka huu kuna kitabu kipya kitatoka, kinachapishiwa kule Ulaya, kinatoka wiki hii na nitakitoa rasmi siku ya kuzaliwa kwangu tarehe 28 mwezi huu. Ni kitabu kimeandikwa kwa Kiingereza na kitakuwa ni kwa ajili ya Afrika, vyuo vikuu vya Afrika, a compendium for African universities. Watu wanaotaka kukijanisha Afrika, mazingira yao, taasisi zao na majumbani kwao, basi watatumia kitabu hiki kipya kabisa ambacho nimekiandika kwa miaka 4 na kufanya utafiti makini na wakina kuhusu hilo. Ombi. Taasisi yangu inawaomba wadau wote ambao tumesema hapo mwanzoni ni wajibu, lakini tushirikiane katika jukumu hili ambalo ni wito wa kukijanisha Kilimanjaro yetu, kukijanisha makazi yetu, kukijanisha miji yetu, makazi yetu na jamii zote katika maisha yetu. Basi niwaalike tarehe hiyo 28 mwezi huu wa 3 mwaka wa Bwana 2026 kwa kuchukua miche ya miti rafiki wa mazingira. Rafiki wa mazingira sio tu kila mti ni wa kuotesha, la hasha. Kuna miti rafiki wa mazingira ambayo inaboresha ardhi, rutuba ya ardhi, inaleta hewa nzuri zaidi na kuonyesha hali nzuri zaidi ya mazingira. Na miti hiyo itapatikana hapa, kwa wale wanaoishi karibu na mji wa Moshi itapatikana hapa karibu na Kristo Mfalme. Lakini kwa wale wanaoishi katika sehemu za Vunjo na Rombo wanaweza kachukua katika kitalu chetu kilichoko katika sekondari ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Lombeta, upande wa kule Vunjo na Rombo. Sasa ni dokeze rasilimali za pekee na muhimu za kuwezesha zoezi hili. Mara nyingi watu wanataka kufanya maendeleo, lakini hawajui nyenzo, tools, instruments za kufanya, za kuzingatia, za kuunganisha ili zoezi lolote liweze kufanikiwa. Ni kama unapoenda kwenye mtihani, huwezi kwenda tu na mikono tu hivi sema basi. Kuna vitu, kalamu, calculator, kompyuta, sijui kitu gani, logarithm. Tulivyokuwa tunafanya mambo ya mahesabu zamani hizo,
kabla hatujazeeka. Kwa hiyo nyenzo muhimu ambazo kila mmoja wetu anazo hapa, sana sana sio fedha. Naomba wadau wote mnisikie. Nyenzo namba moja au rasilimali namba moja ya pekee ni rasilimali hizi: rasilimali akili na utashi. Utashi binafsi na wa jamii, kwamba dunia hii ni yetu sote, mkoa huu ni wetu sote, shule na kanisa, makanisa haya ni yetu wote, misikiti hii ni yetu sote, na maisha haya ni yetu sote. Kwa hiyo rasilimali akili na utashi wa binafsi, narudia, wa binafsi na wa pamoja. Rasilimali namba mbili, rasilimali ya kuwa na huruma. Mama dunia leo hii, nerves za mama dunia zinapasuka. Mama dunia analia, ni kwa vile huwezi kusikiliza kwa sauti ya kibinadamu. Hii dunia ile tabaka hewa linalia, linapiga yowe, tabaka maji linapiga yowe, ardhi sasa hivi inachakachuliwa, kuna viuatilifu, sijui mbolea za viwandani, linapiga yowe. Sasa hiyo yowe inaniita mimi na wewe kuwa na huruma, inaitwa ni empathy kwa Kiingereza, kwa mama dunia, kwa tabaka hewa, kwa tabaka maji, kwa tabaka madini. Sio tu kuchimba madini yaani madini yanachimbuliwa tu, watu hawafikirii kuna vizazi vitakavyokuja miaka 200 hivi watakuta mashimo tu huku Tanzania. Tunachimba tu ndio tunahitaji, lakini ukiangalia nchi kama Norway ambao wana madini hasa mafuta, wamewekeza kwa kitu kinachoitwa vizazi vijavyo, haki ya vizazi vijavyo, intergenerational justice. Yaani wamewekeza, watoto watakaozaliwa kule Norway baada ya miaka 1000 watakuta hiyo rasilimali, hata kama imechimbuliwa, wanawekeza, wanaweka kwenye benki ya miaka 1000, benki ya miaka 500, 1000. Sasa sisi mara nyingine tunakula mpaka mbegu. Ukisikia mtu kwa Wachaga wanasema huyu amekula mbegu, yani umekula ile kitu ambacho ulipaswa kukiweka ili ukioteshe kiweze kusaidia wengine. Rasilimali ya pili ambayo ni umuhimu kabisa ni rasilimali mshikamano. Uoteshaji wa miti hauna cha chama hiki na chama hiki, hawa ni mahasimu wetu, au timu hii Simba Yanga, au chama hiki CCM Chadema, au dini hii Wakristo Waislamu. Ni wajibu wa kila mwanadamu anayepumua, aliyeganjiwa hewa ya bure, rasilimali za bure, aliyeganjiwa kuamka leo hii, na aliyepewa maono na utashi wa kuwekeza kwa ajili ya vizazi vijavyo. Sasa tufanye nini? La kwanza, nawaalika kila mwana Kilimanjaro atetee uhai wa mama dunia, atetee uhai na mustakabali wa mazingira, atetee mustakabali wa bioanuai, ekolojia. Kuna viumbe wengi sana sasa hivi, miaka hii 100 iliyopita, viumbe wengi sana ambao muhimu katika dunia wamepotea. Leo hii ukitokea hapo nje ukiangalia, hutaweza kuona kipepeo, ni mara chache sana. Hutaweza kuona wale wanyama ambao walikuwa wanakaa na wanadamu. Leo hii wanadamu wamekuwa wavamizi, ndio lazima population iongezeke. Duniani leo hii kuna watu bilioni 9, Tanzania ina watu milioni 63, Afrika ina watu milioni 455, India, bara la India au nchi ya India ina watu milioni 500. Ukijumlisha wote hao na mabara mengine, watu bilioni 9. Lakini rasilimali za dunia, rasilimali miti haijaongezeka, rasilimali madini hayataongezeka, rasilimali mafuta tunayoona sasa hivi kuna ugomvi mkubwa sana wa mafuta sasa hivi, rasilimali sijui kitu gani. Lakini ni vizuri kutunza na kutetea uhai na uendelevu, sustainability wa mama dunia. Tusipofanya hivyo, mazingira ni yanajibu mara moja, yanatuadhibu. Ukiona mafuriko, ni mama dunia amekasirika, ngoja niwatandike kiboko. Ukame, na watandika kiboko. Sijui virusi vimekuja vya corona, sijui virusi gani, na watandika. Mazingira si ya kuchezea, ni ya kutunza, ni ya kuthamini. La pili, kila mwana Kilimanjaro basi awe ni balozi wa kutunza mifumo muhimu
ya ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Balozi, vijana leo hii sasa Gen Z wanaongelea kuhusu influencers. Lakini kwa nini tusiwe influencers katika kutunza mazingira? Pale nyumbani kwako ulipo. Leo hii kuna mvua nyingi zinanyesha, maji yanapotea. Ni kipindi cha kufanya ubunifu na kuweka ndoto makini. Hivi haya maji yanayopotea yanaishia yote huko baharini? Tusingeweza kila wilaya, kila kanisa, kila msikiti, kila familia tukavuna maji, tukaweka mikakati? Tukishindwa mwaka huu, tujipange kwa mwaka ujao kuvuna maji. Wakati wa ukame yanatumika. Ukienda Israeli ndio utajua maana ya ukame. Lakini nchi inayozalisha machungwa mengi duniani na matunda mengi duniani, kati ya nchi 3 kubwa zinazo uzalishaji wa matunda ni Israeli. Ukienda Ujerumani na Marekani utakuta machungwa makubwa, matamu, mazuri kutoka Israeli. Na Israeli ni jangwa, ni kama jangwa la Sahara, lakini ule ubunifu wa wana wa Israeli, ule ubunifu wa sayansi na teknolojia umewafanya wakawa ni watu wabunifu kweli kweli, hasa katika kilimo. Kila mwana Kilimanjaro basi awe ni balozi makini wa kupenda kufundisha utunzaji wa mazingira. Ni kitu cha ajabu kabisa unapokuwa huko barabarani unaona plastiki kushoto kulia. Tunaona kuna vitu vizuri vinavyotokea mkoa wa Kilimanjaro. Jana kumetokea kitu kinachoitwa Kili Marathon, si ndio hivyo? Kili Marathon. Lakini ni plastiki kiasi gani kimetupwa katika sehemu mbalimbali, katika viwanja na katika barabara, ambapo mwaka kesho tunaweza kusema jamani, badala ya kutupatupa hovyo plastiki hizi ambazo haziozi, nyingine haziozi kwa miaka 50, zinatupatupa tu hovyo hovyo. Au tukasema Kili Marathon, wale wadau wanaokuja, ndio pato la mkoa wa Kilimanjaro linaongezeka. Wakija siku moja kabla, wagawanywe. Hawa waliotoka sijui Ulaya wakaoteshe miti kule wilaya ya Same au wilaya sijui ya Mwanga, wagawanywe, wakatoe elimu ya kutunza mazingira. Mlima wetu uko hapo, lakini wanaokuja pia wanatumia rasilimali zetu. Mimi ni mdau wa maendeleo, ndio maana taasisi yangu inasema Kilimanjaro Consortium for Development and Environment, lakini maendeleo endelevu. Wanapokuja watalii tunanufaika na tunamshukuru Mungu na serikali, lakini ni vizuri sisi wadau wote na serikali tujiulize, hivi wanapokuja hawa si wanatumia maji yetu zaidi? Si wanatumia pia mambo mbalimbali yetu na hewa yetu zaidi? Kwa hiyo sasa wanatuachaje? Ni vizuri sasa wakaendelea kuotesha miti ili miaka ijayo huo mlima ukaendelea kuonekana hivyo. Ndio tunafurahi sasa hivi uko mweupe, lakini kiwango cha theluji kwenda chini kwa mita au sentimita ni kidogo kabisa. Jua likiwaka kidogo tu hivi utaona mlima ule umekuwa jiwe. Umekuwa jiwe kwa vile inayoyuka haraka kabisa. Lakini miaka 50 iliyopita lile jiwe lilikuwa mita 4-5. Hicho kitu tunachokiona cheupe, mita 4-5 kwenda chini mpaka kiyeyuke ilikuwa inachukua muda. Leo hii ni visentimita viwili tu, kama wamerashia tu nani hivi, mtu ameweka ice cream kwenye keki. Kwa hiyo joto likitokea ile ice cream inayeyuka. Kila mwana Kilimanjaro basi na kila mmoja wetu anatakiwa awe na uelewa mpya wa utunzaji wa mazingira, awe na uwajibikaji mpya wa utunzaji wa mazingira, ili tuweze kupambana na athari hatarishi na za muda mrefu za ongezeko la joto duniani na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho basi, ni wajibu wetu sisi sote kupunguza hewa ya ukaa na athari zake. Ni wajibu wetu sisi kumtetea mama dunia kwa ajili ya mustakabali wa afya zetu. Kumbe tukifanya mambo vizuri, tukatunza ekolojia, tukatunza mfumo wa maji, mfumo wa hewa, kumbe tunatunza pia afya zetu. Sio tunawafanyizia wengine, tunajisaidia sisi wenyewe, tunajinufaikisha sisi wenyewe. Ili sasa viumbe vyote, sisi wanadamu, sisi wanamkoa wa Kilimanjaro, sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika na vizazi vijavyo viweze kuishi kwa furaha zaidi, viweze kuwa na afya ya roho, ya akili na mwili. Ni wajibu wetu kabisa. Leo hii kuna jamii zimesambaratishana au kuna kutokuelewana kutokana na katika familia na ndoa, kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, stress ya barabarani, stress ya ongezeko la joto. Na hivyo basi ninawaalika kwa mwezi huu, ninamalizia,
na waalika kwa mwezi huu tuweze kuwa na mambo makuu matatu. La kwanza, tuanze tena kuwa na uelewa wa pamoja, collective awareness wa utunzaji wa mazingira, kufundisha watoto katika familia, kutufundisha wanafunzi, taasisi, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi mbalimbali, wanazuoni. Lakini la pili, tuwe na uwajibikaji wa pamoja. Tusiachie tu sijui manispaa, sijui na halmashauri, sijui na kanisa la Kiluteri, sijui kanisa Katoliki, sijui dini ya Kiislamu, sijui ya Kisabato. La hasha! Uwe na dini usiwe na dini, uwe na chama usiwe na chama, uwe tajiri usiwe tajiri, uwe mwanamke usiwe mwanamke, uwe mwanamume usiwe mwanamume, uwe nani. Ni wajibu wetu sisi sote kutunza na kuheshimu dunia hii tuliyopewa, kwa vile ni wajibu wa kiimani, ni wajibu wa kibinadamu, ni wajibu wa kiulimwengu kutunza na kuhifadhi mazingira yetu kwa ajili ya mustakabali na afya ya viumbe vyote, viumbe hai, kwa vizazi vijavyo, miaka mingi kwa vizazi vijavyo, na hivyo ili tuweze kuishi vizuri zaidi kwa afya, kwa matumaini na kwa furaha na mafanikio. Asanteni sana.